tunashukuru kwa sababu ya vipindi ambavyo vimetangulia mpaka kufikia masaa haya. Mkono wako ulikuwa pamoja nasi, umekuwa ukituongoza, umenena nasi kwa namna ya kipekee. Lakini pia kwa wakati huu mtumishi wako Pastor Dr. Nzungu atasimama kwa namna ya kipekee, na bila shaka sasa amekwisha kusimama. Naomba Roho wako Mtakatifu ukaweze kumtumia sawa sawa na mapenzi yako. Nasi Bwana ukaweze kufungua mioyo yetu, ili neno lako anapolizungumza kwetu likaweze kuwa na nguvu, na tukaweze kubadilishwa na kutayarishwa kwa ajili ya ufalme wako. Ninaombea kila mmoja mahali popote alipo, ya kwamba Bwana ukambariki kwa namna kipekee. Kuna wale ambao hawajihisi vizuri, Mungu wetu tunaomba ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wana changamoto mbalimbali za kimaisha unawatambua, Mungu wetu nenda ukawatembelee kwa namna kipekee. Katika kila kituo ambapo neno lako linafika kwa wakati huu kupitia kwa mitambo hii, naomba Bwana uweza wako wa pekee ukaweze kutawala, na uweza Roho wako Mtakatifu ukaweze kufanya kazi kwa ajili ya utukufu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Jina langu ni Wilson Mwamzuka, mtumishi wa Bwana yuko tayari kunena nasi. Karibu Pastor. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana mtazamaji. Bwana akubariki mahali ulipo katika televisheni yako, unaposikiliza mitandao ya kijamii. Bwana akubariki na akutie moyo. Endelea kuhudhuria vituo vya mbali, vituo vya karibu, mnapoendelea kutazama, kutusikiliza. Bwana akubariki sana. Na katika siku ya leo, siku makini, siku ambayo tumeisubiri kwa muda, tunakwenda kujifunza somo makini, somo muhimu ambalo litabadilisha maisha yetu. Leo tunakwenda kuangalia namna ya kusoma maandiko matakatifu na kuyaelewa. Tunakwenda kufafanua kitabu hiki ambacho tumekuwa tukikitumia. Leo tunakwenda kukifahamu namna njema ya kukisoma, kukielewa na kukitumia. Siri ya Mungu ndiyo siri ya Kristo, ndiyo siri kuu ya mpango wa ukombozi. Na Mungu aliyefanyika mwanadamu ili kuwafikia wanadamu pale walipo. Hilo ndilo jambo la ajabu ambalo mtu anajiuliza swali, linawezekanaje kufanyika? Hilo ni swali hii sayansi ya ajabu kuelezea. Hata hivyo, Roho Mtakatifu ameifunua kidogo kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa hiyo kila nabii aliyeitwa amepewa jukumu la kutangaza sehemu ya kipande kidogo cha siri ya Mungu. Kila nabii aliyeitwa, kila mtume aliyeitwa amepewa sehemu kidogo tu ya kutangaza siri ya Mungu. Na hii ndiyo siri ya Mungu ya kuchakata ukombozi wetu unaotoka milele na kwenda milele. Siri hii kubwa ndio ambayo Mungu anatamani tuijue. Na siri hii kuu imefungamanishwa na kitendawili cha yeye aliye Mungu toka milele kutwaa asili ya mwanadamu. Kwa hiyo hakuna nabii
aliyepewa jukumu la kutangaza siri yote ya Mungu, yeye peke yake. Ila kila nabii amepewa kipande kidogo tu. Anaishi, anakufa, anakuja nabii mwingine, naye anapewa kipande kidogo tu. Musa, nabii Musa, kisoma Mwanzo 3:15, anasema na uzao wake utakuponda kichwa, na uzao wake utakuponda kisigino. Anaelezea ujio wa Kristo mara ya kwanza. Nitaweka uadui kati yako na uzao wako. Anamwambia mwanamke huyu, nitaweka uadui. Kasiri kadogo tu. Baadaye sana Isaya naye anapewa kasiri kadogo tu. 7:14 Isaya anasema, tazama Bwana atawapa ishara, bikira atatoa mimba, atachukua mimba, atazaa mtoto, ataitwa jina lake, atazaa mtoto mwanaume, ataitwa jina lake Imanueli. Kidogo tu. Anaibuka Mika, naye ana kidogo tu. Anasema, Efrata, uliye mdogo katika Yuda, kwako wewe atatokea atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye amekuwepo tangu mwanzo, tangu zamani, tangu milele. Kwa hiyo naye anatangaza mahali Yesu atakapozaliwa. Anatokea Baharamu, ingawa aliasi. Anasema nyota itatokea katika Israeli. Yeye anasema itakuwepo nyota siku akizaliwa. Kwa hiyo kila nabii amepewa kipande kidogo tu, sio yote. Na kila nabii aliyeitwa na kupewa kipande kidogo cha kutangaza, na jukumu hilo la Roho Mtakatifu ni kumpa nabii sehemu ndogo ya jukumu hilo. Ndio maana Roho Mtakatifu anawagawia kama apendavyo. Huyu anampa haka, huyu anampa haka, huyu anampa haka. Alafu vyote vikiungana vinaleta ile siri ya Mungu iliyokuu. Na kwa kuwa ni siri, huyu anapewa kadogo, anaishi miaka 50, miaka 60, miaka 100, yote anatembea na hako kamoja. Kwa hiyo tangu Musa hadi Yohana wa Ufunuo, kila mmoja ameandika alichopewa kwa ukamilifu mkuu. Na imekuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu kuhakikisha uandishi wote unakamilika sawa na maazimio ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Anahakikisha yale maazimio yaliyofikiwa yote, nabii anapoyabeba anayafikisha kwa ukamilifu wote. Na baada ya kila nabii kuandika vyote walioyaandika, kitabu kimoja kimoja walichoandika, ndivyo vinakusanywa pamoja na kutengeneza kitabu kimoja kinachoitwa sasa Biblia. Kwa hiyo Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vingi, na ni mkusanyiko wa mafunuo kidogo kidogo, ambayo tangu mwanzo mpaka Ufunuo tunaingia mbinguni. Bwana ameyafunua kwa ufasaha. Neno hili Biblia, neno hili Biblia ni neno la lugha ya Kiyunani, Biblos. Maana yake maktaba, library. Kwa sababu hiyo
Biblia ni maktaba yenye jumla ya vitabu 66 vilivyowekwa pamoja. Hili jina hili Biblia maana yake maktaba. Kuna watu wanasema halimo kwenye Biblia. Hili neno Biblia haliko kwenye hayo maandiko. Kila kitabu kimoja kimoja kilichowekwa humu, vikikusanywa kwa pamoja, ndio vinatengeneza mkusanyiko wa Biblia, vinatengeneza maktaba yenye jina sasa Biblia. Kwa sababu hiyo imegawanyika. Maktaba hii ina vyumba vikubwa viwili. Chumba cha kwanza kinaitwa Agano la Kale. Chumba cha pili kina vitabu vingine vinaitwa vitabu vya Agano Jipya. Utaniambia mgawanyiko huu uko wapi kwenye hiyo Biblia? Mgawanyiko huo mbona hauko kwenye maandiko? Jibu ni kwamba mgawanyiko umo kwenye maandiko. Nenda katika kitabu cha Waebrania na ile sura ya kwanza. Waebrania na ile sura ya kwanza. Angalia ile sura ya kwanza na fungu la kwanza. Maandiko yanasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mungu ambaye alisema zamani. Hilo ni Agano la Kale. Maliza fungu la pili. Mwisho wa siku hizi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mwisho wa siku hizi amesema na mwana. Kwa hiyo Injili kuanzia Mathayo mpaka Ufunuo, siku hizi amesema habari za Yesu. Hizo ndizo zinaitwa Agano Jipya. Mgawanyiko huu uko tayari ndani ya maandiko matakatifu. Alisema zamani na manabii, Agano la Kale. Amesema siku hizi na sisi katika mwana, ndio Injili, ndio habari njema, ndio Agano Jipya. Kwa mgawanyiko wa Biblia uko ndani ya Biblia yenyewe katika kitabu cha Waebrania 1 aya ya kwanza na ya pili. Kwa Biblia kama ilivyo, kila kitabu cha Biblia ina sifa, na kila kitabu cha Biblia kimevuviwa ni pumzi ya Mungu. Kila kitabu cha Biblia kimevuviwa ni pumzi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo, ukisoma Petro, kitabu cha pili cha Petro na ile sura ya kwanza na fungu la 21, anasema, maana unabii au kuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu waliyanena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa maneno hayo, kila kitabu cha Biblia ni uvuvio, kimevuviwa, kimeandikwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu aliyeandika ya kwake. Kwa hiyo Biblia huwezi ukaitafsiri
huwezi ukaifafanua, huwezi ukaifanyia fasihi kama unavyofanya kwa Chinua Achebe na vitabu vingine vya riwaya. Amna. Unapoenda kusoma Biblia, unajua imeongozwa na Mungu kwenye uandishi. Unapoenda kusoma riwaya, novel, hazina uvuvio. Hii Biblia imesoma miaka na miaka na mamiaka na mamiaka, na ni mpya kila siku, na haizeeki. Vingine vyote vinazeeka. Ukimaliza kusoma, hamu yake inaisha. Hii haimalizi hamu kwa sababu ya uvuvio. Inasema na sisi kila wakati, kila saa. Inatuelekeza kila wakati, kila saa. Ina mambo ya zamani, mambo ya sasa na mambo yajayo. Hakuna maneno ya Mungu yaliyopitwa na wakati au kukosa maana kwa sasa. Kwa hiyo ukisoma Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la 16 na 17, maandiko yanaonyesha umuhimu wake. Anasema kila andiko, capital letter, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza. Kila andiko, kila andiko. Alafu anasema na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Leo dunia inahangaika na wezi. Askari wanahangaika na wezi, wanahangaika na majambazi waliokubuhu, wanahangaika na watu wanaofanya uhalifu mkubwa, kwa sababu andiko la Biblia alisomwi, limedharauliwa. Lakini maandiko yana kazi ya kutengeneza mtu mwema, mtu aliye kamili, amekamilishwa, anatenda kila tendo jema. Maana Biblia inazuia kila aina ya uovu. Kwa hiyo kila andiko linafaa kwa wakati wote kuleta mafunuo ya tumaini litokalo juu kwa watu wote duniani. Hakuna wakati ambapo Biblia inazeeka. Na kwa hiyo Biblia ni kazi ya Mungu. Chanzo chake, asili yake, mamlaka yake na mtunzi wake ni Mungu mwenyewe. Ili mradi Mungu anaishi milele na maandiko yanaishi milele, hayatapita. Petro anasema waliyanena yaliyotoka kwa Mungu. Paulo amesema waliongozwa na Roho Mtakatifu. Waandishi hawa wa Biblia walikuwa na sifa. Waliteuliwa kwa sifa. Na sifa zao ni kubwa. Moja, walimcha Mungu. Kila aliyepewa jukumu na Mungu na Roho Mtakatifu akamwongoza kuandika, alikuwa mcha Mungu. Kwa mfano tu, Musa, Kumbukumbu 34 na fungu la 10, anasema wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Uso kwa uso. Bwana na Musa. Musa anamjua Mungu, anamjua Bwana uso kwa uso.
kwa sababu ya uaminifu wake na kumcha Mungu. Lakini sifa ya pili kubwa, sifa ya pili, walichaguliwa na Mungu, hawakujichagua. Wala hawakwenda kutangaza mimi ni mtume na nabii, mtume na nabii. No, hawakwenda kutangaza. Bwana ndiye aliyetangaza habari zao. Tunasoma katika Yeremia 1 fungu la 4 na la 5. Maandiko yanasema, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nami nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Haleluya! Bwana anawachagua tangu tumboni. Bwana aliwachagua. Na hata mitume ambao wameandika Agano Jipya walichaguliwa, hawakujichagua. Angalia Yohana 15 na fungu la 16. Yohana, Agano Jipya, Yohana 15 na fungu la 16. Anasema, si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua nyinyi. Kwamba hawa mitume ndani yao, baadhi yao wakaandika Agano Jipya, walichaguliwa na Mungu mwenyewe, hawakujichagua. Kwa kazi iliyobaki mikononi, kazi ilipobaki mikononi mwa Roho Mtakatifu baada ya Yesu kuondoka, na Roho Mtakatifu naye alichagua mitume na manabii. Soma nami Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume na ile sura ya 13. Matendo ya Mitume na ile sura ya 13 na fungu la 2. Anasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Roho Mtakatifu analiambia kanisa, nitengee huyu na huyu, ni watume, anawachagua. Lakini sifa nyingine ya 4, walijazwa na Roho Mtakatifu. Wote waliochaguliwa, wote walijazwa na Roho Mtakatifu. Sasa hapa utofautishe Roho Mtakatifu wa sasa ambaye amezagaa duniani na huyu wa Biblia. Katika mikutano hii tutakuwa na siku ya kumwangalia Roho Mtakatifu wa sasa na huyu wa Biblia. Nilikuwa na mdogo wangu anayenifuata, nikaenda kwa mkutano nikiwa na sari dini nyingine, na watu wa Mungu hawa wanaohubiri katika viwanja hivi walikuwa na mkutano. Nikahudhuria, nikasikiliza kwa uaminifu, nikajitoa, nikaamini, nikawa Adventista Msabato. Nikarudi nyumbani wakati wa likizo, nikamkuta mdogo wangu naye ameamini, ameacha dini tuliyokuwa nayo, amekuwa Mpentekoste. Marafiki zangu wa Pentekoste, nataka msikilize kisa hicho, na Bwana wabariki sana mnaposikiliza. Kwa hiyo nikajaribu kumfundisha, ikashindikana. Mwisho tukakubaliana kwamba tuombe
Alafu kama ninakuamini mimi ndio ukweli, utakuja. Na kama unaamini wewe ndio ukweli huko, nitakuja. Kwa hiyo tukapiga magoti. Akanambia omba msabato. Nikaomba, Mungu msaidie mdogo wangu anapokwenda shule. Na mimi napokwenda shule akakutana na wewe, umbadilishe aje. Na kama ukweli na uhubiri ndio wenyewe, basi aje, la sivyo itendeke kama tulivyokubaliana. Katika jina la Yesu, amina. Akasema umemaliza? Nikasema nimemaliza. Akasema mnatania nyinyi wa Sabato. Tuombe. Basi nimepiga magoti hapo, akaweka mikono juu ya kichwa changu. Gia ya kwanza kabisa, sijui ni gia namba 2, sijui namba 3, gia ya kwanza kabisa akafanya na ananikandamiza kwa kichwa, naumia. Lakini kwa kuwa tumekubaliana, nafumba tu macho. Akasema Baba nakushukuru, mbadilishe kaka yangu, mbadilishe kaka yangu, achaka twaka tenga katwaka pio, mbadilishe. Akanitikisa. Ninaumia lakini navumilia, maana tumekubaliana. Mwisho akasema amina. Nikamuuliza, nimeshaumia lakini nikamuuliza, mbona ulianza unasanya? Akasema nilikuwa naingiza Roho Mtakatifu kwenye mapafu. Gia namba 1 hiyo. Sasa mbona tena ulifanya? Akasema nilikuwa nampunguza ili nitue. Sasa nikaenda shule, nikarudi, na siku ya Sabato nikajiandaa, nikaenda kanisani. Nikamtafuta pale nyumbani nimwage, sikumuona. Nikafika kanisani. Nipokuwa kanisani, ibada inaanza, wanaingia viongozi wa shule ya Sabato na mdogo wangu naye yupo pamoja nao. Kwa hiyo mimi ibada nzima inaendelea, nina maswali ya kuuliza. Ilipoisha tu akanitoroka, akakimbia, akarudi nyumbani. Ninafika nyumbani, anasema nilijua unataka kuniuliza. Nikamwambia ilikuwaje? Akasema nilipofika shule, nilikuwa mtunza hazina wa kanisa. Mama mchungaji akasema wewe utanyang'anya mfuko, maana uneni kwa lugha, una Roho Mtakatifu. Na mimi mfuko ule nilikuwa na faida, maana mchungaji alikuwa ananikatia kidogo. Kwa hiyo ilipofika siku ya Jumapili, nikaona ili niendelee kuwa na mfuko lazima nifanye jambo. Kwa hiyo baba mchungaji alipoanza kuhubiri tu, Yesu anaokoa, Yesu anaokoa, mimi nikanyanyuka. Ni mrefu, akanyanyuka kule nyuma, mrefu kabisa. Akaja anatetemeka. Bakusa bakunda chakwa taka. Bakusa. Mama mchungaji naye akatoka huko, anasema asante Yesu, asante Yesu, leo mtunza hazina wetu amepokea Roho Mtakatifu. Nasema baada ya hapo, ibada ilipoisha, akarudisha kila kitu, mfuko wa fedha, na akamwambia mchungaji, yale nilikuwa najisemea ni maneno yangu, hata siyaelewi. Na mama mchungaji amesema nimevuviwa, nimeogopa. Ndicho kilichomfanya kumkuta kanisani. Roho Mtakatifu naye zungumza habari zake, sio huyo. Huyo sio mwenyewe, tutamuona huyo. Walijazwa Roho Mtakatifu. Katika Ezekieli 2 fungu la 1 na la 2 anasema, akaniambia mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Kumbe Roho Mtakatifu akiingia ndani yako
anakupa usikivu, sio kelele, anakupa usikivu. Mitume nao walijazwa na Roho Mtakatifu. Katika Matendo 2 fungu la 4, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine, neno nyingine kwa Kiyunani. Neno nyingine maana yake kuna ile ya kwanza wanayoifahamu, kuna nyingine ya watu wengine, sio mambo yasiyoeleweka. Tutakuja huko. Yohana kabla ya kupata mafunuo, kabla ya kufunuliwa, Yohana kabla ya kufunuliwa, maandiko matakatifu yanasema katika Ufunuo na ile sura ya kwanza kuanzia fungu la 9, anasema mimi Yohana nalikuwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo yaandike kachuo, uyapeleke kwa hayo makanisa 7. Uyaonayo yaandike. Na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Kwa ili Yohana aandike kitabu cha Ufunuo, Roho alimvuvia ili Paulo afanye kazi yake kwa weledi mkubwa. Katika Matendo ya Mitume 13:9, neno la Bwana linasema, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho. Kwa ili Paulo awe mwandishi mzuri, alijaa Roho Mtakatifu. Lakini kulikuwa na sifa nyingine ya waandishi. Walijua kusoma na kuandika. Hii naiwekea uzito. Walijua kusoma na kuandika. Ili Bwana awape jukumu la kuandika, walijua kusoma na kuandika, sio mamuma. Narudia, walikuwa wanajua kusoma na kuandika. Hata Musa alijua kusoma akiwa Misri, akafundishwa elimu yote ya kusoma na kuandika na lugha mbalimbali. Bwana akampa kazi ya kuandika. Angalia Daudi na Suleimani, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 35 na fungu la 4. Neno linasema, mkajiweke tayari kwa kadiri ya nyumba zenu, kwa zamu zenu, kama alivyoandika Daudi mfalme wa Israeli, na kama alivyoandika Suleimani mwanae. Walijua kusoma na kuandika. Walijua kusoma na kuandika. Ogopa sana vitabu ambavyo wenye navyo hawajui kusoma na kuandika. Naweka mkazo, hawajui kusoma na kuandika. Lazima vichanganye dunia. Na ndio chimbuko la vurugu nyingi duniani. Mungu ana utaratibu. Tunahitimishaje? Utagundua kwamba kiini cha uandishi wote ni Mungu mwenyewe. Na kwa kuwa ni Mungu mwenyewe, ipo sehemu moja tu katika Biblia ambayo Mungu alishuka ili kuweka sahihi yake kwamba kitabu hiki ni cha kwangu. Haleluya. Vingine vyote akushuka. Hakuwahi kushuka. Ni wanadamu tu wanakaa. Ndio maana tunavisoma kwenye shule huko, Things Fall Apart. Unavisoma, unavipenda. By Chinua Achebe. Unavisoma, unavipenda. Waandishi wake ni wao wenyewe, wameweka muhuri kwamba ni vya kwao. Hiki nachosoma, Biblia, hii makitaba,
Mungu alishuka kutoka mbinguni aweke muhuri wake, kiwe tofauti na vitabu vingine. Na ndio maana tunasoma katika Kutoka 31 fungu la 18, anasema hapo Bwana alipokwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao 2 za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa kidole, kwa chanda cha Mungu. Haleluya! Hakuna kitabu duniani chochote cha dini Mungu alishuka na kuweka muhuri. Hiyo imeenda. Hapo ninatulia kidogo. Hakuna kitabu chochote cha dini ambacho Mungu alishuka mwenyewe akaweka muhuri kwamba ni cha kwangu. Ni Biblia peke yake ndiyo yeye mwenyewe akashuka akaandika kanuni. Na kwa nini nimesoma hizo amri alipoziandika mwenyewe kwa kidole? Uandishi walioufanya wa amri 10 katika tukio kubwa, tukio kubwa kabisa la uandishi huu. Angalia, nenda Kutoka 19 uone namna alivyolifanya alipokuja. Katika Kutoka 19 Mungu aliposhuka mwenyewe ili aandike. Angalia lile fungu la 16, anasema ikawa siku ya 3 wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana, na hao watu waliokuwa kituoni wakatetemeka. Watu wanatetemeka maana muumbaji mwenyewe, na hapo ajaja ni utukufu wake tu. Kama unavyoona rais akiwa anapita, wanatangulia watu wanasema anakaribia, na yeye akatuma tu utukufu, na sio wanadamu tu waliotetemeka. Angalia fungu la 18, anasema mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi ukapanda juu kama moshi wa tanuu. Mlima wote ukatetemeka. Watu wanatetemeka, mlima unatetemeka. Bwana ameshuka aweke muhuri kwenye kitabu chake. Haleluya! Ameshuka mwenyewe, mlima wenyewe unatetemeka. Huko unauliza maswali, Bwana unataka tufanye sawa? Tulia. Unajua kama unajua kusoma Biblia, Biblia ni tamu. Mlima unatetemeka, watu wanatetemeka. Matokeo yake watu hawakukaa hapo. Anasema alipoendelea kuongea, Kutoka 20 na fungu la 18, anasema watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti na baragumu na ule mlima kutoka moshi, na walipoona hayo wakatetemeka, wakasimama mbali. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Wanatetemeka, wanasogea kidogo. Wanatetemeka, wanatetemeka. Mwisho wakajikuta wako huko. Bwana anataka kuzungumza, anaweka muhuri. Na Yesu anasema katika Mathayo 22 na fungu la 40. Mathayo 22 na fungu la 40, anasema katika amri hizi 2, ubao wa kwanza na ubao wa pili, utegemea
Torati yote na manabii. Kwa maneno mengine, Biblia yote hii inategemea mbao ngapi? 2 ambazo Bwana alishuka na kuweka muhuri. Utaniuliza kwamba huo muhuri ukoje? Huo ndio muhuri na ndio ushuhuda. Isaya 8 fungu la 16 anasema, ufunge huo ushuhuda, ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Yaani zile sheria ndio muhuri wa Mungu anauweka hapo, na Biblia inakuwa sasa kitabu tofauti na vitabu vyote. Na katika Isaya 29 na fungu la 11 anasema, na maono yote yamekuwa kama kwenu, kama maneno ya chuo kilichotiwa muhuri. Hii iliyotiwa muhuri ambacho watu umpa aliye na maarifa. Hiki akisomi bila maarifa. Wakisema tafadhali ukisome hiki, akasema siwezi kwa kuwa kimetiwa muhuri. Yaani kama ana maarifa hawezi kusoma ovyo ovyo. Biblia imetiwa muhuri, na wanaoisoma wanatiwa muhuri. Na ndio maana wa Efeso 1:13 anasema, nyinyi pia katika huyo Yesu Kristo mmekwisha kusikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Yaani hata wanaoisoma Biblia nao wanatiwa muhuri. Kila anayesoma anatiwa muhuri. Anasoma Biblia tiwa muhuri. Anasoma Chinua Achebe muhuri hautoki. Anaangalia movie muhuri hautoki. Anasoma Biblia anatiwa muhuri. Kwa Biblia ni kitabu kimetiwa muhuri, na wanaokisoma Roho Mtakatifu anawaongoza na anawatia muhuri. Na kila tunapokisoma tunakutana na Yesu akijitambulisha. Yohana 14:6 nasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu anasema tukijua neno la Mungu na kulishika tunatakasika. 17:17 Yohana anasema watakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kisha tunamshinda shetani na kazi zake mbovu. Kifo na mauti vinaondoka. Na katika Yohana 8:51 anasema, amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataonja mauti milele. Katika Yohana 5:20 anasema, amini nawaambia, yeye asikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Yohana 8:31 anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na neno hili siku ya mwisho tutasimama kama hakimu. Yeye alikataa mimi asikubali maneno yangu, yuka amhukumuye. Neno lile nililowaambia ndio litamhukumu siku ya mwisho. Na ndio maana basi, marafiki zangu, katika moyo wako, katika mikutano hii, tafuta katika moyo wako kumpenda Bwana, ili Bwana akutengeneze, akuandae. Soma neno lilotiwa muhuri. Hata kama wewe ni injinia mzuri sana, vitabu vyote unavyovisoma havikutiwa muhuri na neno la Mungu, lakini Biblia imetiwa muhuri. Unapoisoma, Roho Mtakatifu anakutia muhuri, na Yesu anadai, huyu ni mtu wangu, nitamuokoa siku ya mwisho. Bwana akubariki, Bwana akutie moyo, Bwana akuongezee ushujaa wa kukata shauri. Tutakuwa na ubatizo mkubwa mwisho mahubiri haya. Akutie moyo, kuongezee nguvu unapoendelea
kibali ili akuokoe katika jina la Yesu. Amina. Sana fanya maamuzi ya kubatizwa mwisho wa mkutano huu. Kila juma katika vituo batizeni. Kila naye kuja anywe maji ya uzima bure. Katika kituo chetu cha Kizingo jioni ya leo tumeona ubora wa maandiko jinsi yalivyotiwa muhuri. Ni nani katika kutano kubwa hili anasema nitayasoma na kuyasoma ili nami nitiwe muhuri? Simama kwa miguu yako na Bwana akubariki sana unapotiwa muhuri, kwa kuwa Bwana ameahidi. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya mkutano huu, lakini tunaandaa ubatizo mkubwa, na katika vituo vyetu endeleeni kutoa wito hata tukitoweka hewani. Bwana ubariki mkutano mkubwa huu.
Hawa wamesimama kwa kuwa wanatamani kutiwa mihuri, wanatamani kugongwa mihuri kadri wanavyosoma neno lako. Tafadhali mbariki yule mama, yule baba, yule kijana, yule binti aliyekuwa na mgogoro mkubwa, sasa ameamua kusoma Biblia. Fanya muujiza wa kubadilisha historia yake na tengeneza mapito yake, kwa kuwa sasa anagongwa muhuri kwa kuikiri imani hii adimu ya thamani ya wokovu wa dunia hii, maana wakati ni sasa, katika jina la Yesu. Amina.